Karibu tuangazie habari za michezo kitaifa na kimataifa. Langu jina ni Hussein Bakari na tunaanzia na habari ya timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars. Kocha wa timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars Hemedi Suleiman Morocco ametoa shukrani zake za dhati kwa ubalozi mdogo wa Tanzania uliopo Dubai, Umoja wa Falme za Kiarabu UAE, kwa mapokezi mazuri waliyopata walipotembelea ofisi za ubalozi huo. Akizungumza baada ya ziara hiyo, kocha Hemedi amesema mapokezi hayo yameongeza ari na hamasa ndani ya kikosi chake kuelekea mchezo wa kirafiki utakaochezwa kesho Oktoba 14, 2025 dhidi ya timu ya taifa ya Iran. Ziara hiyo ya Taifa Stars katika ubalozi huo ni sehemu ya maandalizi yao ya mwisho kabla ya mchezo huo muhimu wa kirafiki ambao unatarajiwa kuwapa uzoefu zaidi wachezaji kuelekea mechi zijazo za kufuzu mashindano mbalimbali. Tunaamini kwamba umetupa nguvu kiasi fulani za kuweza kupambana. Lakini cha pili ni kutoa wasiwasi kuhusu mechi ya kesho. Timu yetu imekuwa imeprogress kwa kipindi hiki cha mwaka mmoja mbili. Tumekuwa tumequalify kila mashindano ambayo tunacheza. Kwa hivyo na sisi tumekuwa wakubwa, ndio maana tumeweza kupata hizo mechi kama za kina Iran, na South Africa, Morocco na Inter na sisi wakubwa kwenye mpira. Kwa hivyo inamaanisha kwamba tumekuwa kiasi fulani, sio? Kwa hivyo na tunakuwa baya sana tunapoteza nje sisi. Kwa hivyo Kwa upande wa balozi wa Tanzania katika Umoja wa Falme za Kiarabu, Luteni Jenerali mstaafu Yakubu Muhammad amewatakia kila la kheri wachezaji wa timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars kuelekea mchezo wao wa kirafiki dhidi ya Iran, mchezo utakaochezwa saa 12 kamili jioni kesho. Na vile nimeambiwa kwamba mechi hizi mnazocheza kadiri mnavyofunga zile timu ambazo ziko juu, na timu yetu nayo inazidi kupanda daraja. Kwa hiyo kama hivyo ndivyo, basi sisi kama ubalozi tunashukuru sana na tunawatakia kila laheri katika mechi zote mnazozifanya ili muweze kuwafunga. Mchezo huo wa kirafiki kwenye kalenda ya FIFA wenye dhamira ya kupima na kuongeza hali ya ushindani kwa timu hizo za taifa utachezwa saa 12 kamili jioni kwa saa za Afrika Mashariki kesho Jumanne Oktoba 14, 2025 katika uwanja wa Shabab Al Ahli Stadium, Falme za Kiarabu, Dubai. Kila la kheri Taifa Stars. Na meneja wa idara ya habari na mawasiliano wa klabu ya Simba Ahmed Ali amewataka mashabiki wa klabu hiyo kuwa na mapenzi ya dhati kwa klabu yao, ikiwemo kuunga mkono juhudi za wachezaji na benchi la ufundi ili timu hiyo ifanye vizuri katika mashindano ya ndani na ligi ya mabingwa barani Afrika. Ahmed Ali amesisitiza ikiwa wana Simba wataungana kwa pamoja, wakashikana na kuwa na umoja usiotetereka mwaka huu 2025-2026, mashabiki wa klabu hiyo watafurahia mafanikio ya timu yao. Aidha, Ahmed Ali amesema ameendeleza kampeni ya kukuza uelewa wa mashabiki wa klabu ya Simba juu ya matumizi ya bidhaa halali na rasilimali za klabu ya Simba, ikiwa ni kampeni ambayo inapinga vikali matumizi ya bidhaa feki zenye nembo ya klabu hiyo. Mradi wewe umejitangaza na umetuambia kwamba wewe ni mwana Simba, na kwenye moyo na nafsi yako inajitambua kwamba wewe ni mwana Simba, basi unalazimika kununua na kuvaa jezi ya Simba ya msimu huu. Ni lazima, kwa maana unawajibika kununua na kuvaa jezi original za klabu yetu ya Simba Sports Club.
Na tumalizia kwa kuangazia habari za michezo kimataifa. Kocha wa Barcelona Hans Flick amethibitisha ripoti ya majeraha kwa wachezaji wake wawili muhimu, Dani Olmo na Ferran Torres, baada ya vipimo kufanyika mapema leo. Taarifa hiyo imekuja wakati wa klabu hiyo ikiendelea na maandalizi ya michezo yake ya La Liga na Liga Mabingwa barani Ulaya. Kwa mujibu wa taarifa rasmi, Dani Olmo amepata jeraha kwenye misuli ya paja la chini, yani soleus, ya mguu wa kushoto, ingawa hakuna uharibifu katika tishu zinazounganisha misuli hiyo. Hata hivyo, nyota huyo wa kimataifa wa Hispania anatarajiwa kuwa nje ya uwanja kwa kipindi cha wiki 2 hadi 3 kabla ya kurejea mazoezini. Wakati huo huo, Ferran Torres amethibitishwa kuwa na uchovu katika msuli wa nyama ya paja la mguu wa kushoto, lakini bila jeraha kubwa. Daktari mbobevu wa timu hiyo amesema mchezaji huyo anaendelea vizuri na huenda akarejea kucheza katika mchezo ujao dhidi ya Girona ikiwa hali yake itaendelea kuimarika kama inavyotarajiwa. Na nahodha wa Arsenal the Gunners Martin Odegaard, mtaalam, atakuwa nje ya uwanja hadi mwishoni mwa mwezi Novemba kufuatia jeraha lake la goti. Kwa mujibu wa taarifa kutoka BBC, kiungo huyo wa timu ya taifa ya Norway amegundulika kupata majeraha katika sehemu ya MCL, hali ambayo inamlazimu kuanza kipindi cha mapumziko marefu kabla ya kurejea tena uwanjani. Taarifa zinasema Odegaard atakosa angalau michezo 9 ya Arsenal pamoja na timu yake ya taifa, ikiwa ni pigo kubwa kwa klabu hiyo ambayo imekuwa ikimtegemea kama kiongozi na chanzo cha ubunifu katika safu ya kiungo. Arsenal kwa sasa inaendelea kumfuatilia kwa karibu kila siku ili kuhakikisha anapona kwa usalama na kurejea akiwa katika hali bora kweli. Hata hivyo, kuna matumaini kwamba nyota huyo anaweza kurejea baada ya mapumziko yajayo ya michezo ya kimataifa ikiwa hatua ya matibabu na ukarabati wake itaendelea vizuri. Mashabiki wa Arsenal na Norway wanaendelea kumtakia ahueni ya haraka, wakitumaini kuona anarejea uwanjani kuendeleza ubora wake wa kiuchezaji kabla ya msimu huu kuingia katika hatua muhimu zaidi za msimu. Ripoti za michezo kitaifa na kimataifa. Mimi ni Hussein Bakari, Rodri wa habari, mwenye utajiri wa habari wa EATV.